والشكر له على توفيقه وامتنانه. لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالكتاب كالشمس في ضحاها، وبسنته كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. وبعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، قد فاز المتقون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, mimi hapa nikiwa wa mwanzo kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka rehma na amani ziende kwa kipenzi wa umma. Ndugu zangu katika imani, mada na maudhui ya leo ambayo imetufanya mimi na wewe tupo katika msikiti wetu huu wa Firdaus ni maudhui ambayo imebeba kichwa cha habari kinachosema kwamba al-aqil man ya'rif sharafa zamani, au inna al-aqila man ya'rif sharafa zamani. Wanawachuoni wetu watukufu akiwemo Imamu Albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake amekiita Khutbatul Haja, asema Imamu, miongoni mwa maneno ambayo yanapatikana kwenye kitabu hichi kuna msemo ameutumia
yani katika jamii yetu yote tunayoishi, mwenye akili kati yetu sisi, ukiachilia mbali aliyesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba al-aqilu man dana nafsa wa alima lima ba'da al-maut au amila lima ba'da al-maut, kwamba mtu mwenye akili ni yule ambaye anahesabu nafsi yake alafu akafanza mambo ambayo yatamsaidia baada ya kufa kwake. Imamu Albani anasema mtu mwenye akili mwingine ni yule ambaye yaarif sharafa zamani, anafahamu utukufu wa muda wa zama ambazo yeye anaishi, yani akajua kusoma alama za nyakati, akajua kwamba yeye anaishi katika zama gani, akasoma alama za nyakati, akajua yupo kwenye mwezi gani, akasoma alama za nyakati, akajua yeye anaishi kwenye mwaka gani. Huyu ndio mtu mwenye akili, yani anajua utukufu wa muda na zama ambazo yeye anaishi. Ndugu zangu katika imani, adatan min almumkin ila al'an wahid minna la ya'rif aina nahnu al'an wa fi shahr nahnu al'an. Inawezekana katika jamii sisi wenyewe Waislamu, mmoja kati yetu sisi ukimuuliza upo katika zama gani au upo katika mwezi gani na katika mwaka gani, ala sabili mithal, kwa haraka atakwambia sisi tupo katika mwezi wa kwanza tarehe 30 2026. Hii ni nyepesi kabisa. Lakini ukimuuliza Muislamu ambaye anafuatilia dini yake, anawezekana akawa hajui leo ni tarehe ngapi Kiislamu. Tunamzungumzia huyu ambaye anafuatilia tarehe, kujua zama anazoishi. Huyu ndio mtu mwenye akili, kwa msemo wa Imamu Albani rahimahullahu ta'ala, al-aqil man ya'rif sharafa zamani. Mtu mwenye akili kati yetu sisi ni yule ambaye yuwafahamu utukufu wa zama zile anazoishi. Ndugu zangu katika imani, ala sabili mithali, idha dakhala shahr Ramadan, ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kullu wahidin minna fi dini yatabayyana fi dini ala annahu fi shahr Ramadan wa yatruku kull alhajat almuharramat walmaakulat walmashrubat. Ala sabili mithali, kwamba ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja alamu inasoma kwenye kichwa chake kwamba yeye yupo katika mwezi fulani, anatakiwa afanye kitu fulani, anatakiwa aache kitu fulani. Kama nilikuwa ni mtu wa zinaa, ataacha zinaa. Kama nilikuwa ni mtu wa pombe, ataacha pombe. Kwa sababu gani? Anafahamu utukufu wa zile zama alizokuwepo. Ndugu zangu, idha lam takun tafham fanfahimu wa in kunta tafham lakin nasit ala al-insaniya fa inna nudhakiru. Ilikuwa ukiwa ufahamu, labda ulikuwa hujui, basi tunakujuza, na kama ulikuwa unajua pengine umesahau kutokana na ule ubinadamu uliokuwa nao au tuliokuwa nao, tunakumbushana kwa sababu ndio ubinadamu. Nahnu al'ana fi shahr Sha'ban, tupo katika mwezi wa Sha'ban, tarehe 11, tena tarehe 11, tupo katika mwezi wa Sha'ban. Mwezi huu ndugu zangu, ndio maana tunasema mtu mwenye akili ni yule ambaye yuwafahamu utukufu wa zile zama anazoishi, kwa sababu akifahamu utukufu wa zama anazoishi, kuna mambo baadhi automatically atayaacha na mambo baadhi automatically atayafanya kutokana na ile hitajio la ule mwezi au na zama tulizokuwa nazo. Ndugu zangu, hinama natahaddath an shahr Sha'ban, tunapozungumzia mwezi huu wa Sha'ban, fainaha
kutufundisha mambo mengi sana. Allah as'alu an yaj'alana fi hadhihi al-khutbah an takuna al-khutbatu al-ilmiyya tarikhiyya mufida. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, baada ya kuisikiliza hutuba hii, Mwenyezi Mungu ajalie tuondoke kwenye msikiti wetu huu tukiwa tumeipata hutuba hii, ikiwa ajalie Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi hiyo ni hutuba ya kielimu. Kwanza uondoke hapo umepata elimu, umepata kitu cha kwenye dini yako. Lakini sio hivyo tu, iwe ni hutuba ambayo ni tarikhia, ni hutuba ambayo ndani yake imejaa history, tarehe, lakini hiyo ni hutuba ambayo ni mufida, itufaidishe mimi na wewe, tuondoke hapa tukiwa tumepata kitu katika dini yetu. Ndugu zangu katika imani, hina maana tahaddatha an shahr Shaaban, tunapozungumzia mwezi huu wa Shaaban, fa innana yudhakkiruna an tahwil al-qibla. Mwezi huu unatukumbusha zama ambapo qibla kilibadilishwa rasmi. Qibla kilibadilishwa rasmi, yani mnafahamu nyinyi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada kuwa amehama kutoka Makka kuelekea Madina, alipofika pale Mtume alikaa miaka miwili anafanya ibada zake za swala, lakini wakati wote huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielekea Baitul Maqdis. Alikuwa anaelekea kibla tunachoelekea sasa hivi, alikuwa anaelekea Baitul Maqdis, Palestina, kule ndio alikuwa anaelekea. Lakini mnafahamu nyinyi, Baitul Maqdis ndio nyumba ambayo ilikuwa wakati huo ni tukufu pia. Kila mtu ambaye anajiita yeye ni mwenye dini anaelekea huko wakati wa kufanya kwake ibada na kusali. Mayahudi wanaelekea huko, Manasara wanaelekea huko, Majusi walikuwa wanaelekea huko wanataka kufanya ibada. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye akawa anaelekea huko wakati wa kufanya kwake ibada, anaelekea huko. Mayahudi wa pale Madina, Bani Nadhir, Bani Quraidha, Bani Qainuqa, wakaanza kumteza nguvu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hadha nabi, man hadha nabi, mtume gani? Man hadha nabi, mtume gani? Wa ma indahu alqibla wa ma indahu ay litawajjuh lis-salah au lil-ibada. Mtume gani huyu jamani, asiyekuwa na sehemu ya kuelekea, asiyekuwa na sehemu ambayo anaweza kusema kwamba yeye aende afanye ibada zake? Ni mtume design gani huyu? Anachukua mwelekeo wa wenzake ndio ameuiga yeye kuweka katika utaratibu wake wa maisha. Ile ikapelekea unyonge kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya maneno yale anasikia, ikaonekana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Ibn Hisham katika sira yake, anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kuelekea mbinguni. Yani akiswali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuaelekea mbinguni, anamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kuna maneno yanasemwa, yuaelekea mbinguni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwonea huruma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamshushia aya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Ewe Muhammad, tumekuona ewe Muhammad ukielekeza uso wako mbinguni unapotaka kuswali, ukielekeza uso wako mbinguni. Ewe Muhammad, falanwaliyannaka qiblatan tardaha, tutakubadilishia wewe qibla ambacho utakukiridhia. Fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, min al-yawm, kuanzia leo badilisha uelekeo wa kuelekea katika msikiti Masjid al-Haram Makkah al-Mukarram. Wa haythu ma kuntum, na popote mtakapokuwa wewe na ndugu zako waumini, fawallu wujuhakum shatra, elekezeni nyuso zenu huko.
ikawa imebadilishwa qibla rasmiyatan, ikabadilishwa qibla. Wanachuoni wote wa ilmu ya fiqh na tarikh, anasema Imam Dhahabi fi kitabihi Siyar al-A'lam an-Nubala, Imam Dhahabi asema katika kitabu chake Siyar al-A'lam an-Nubala kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa sasa amepewa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala, anaelekea Baitullah al-Haram, Makkah al-Mukarrama, anaelekea pale. Baadhi ya waumini kana kwamba hawakuridhika jambo hili, wanaona mtume anabadilika, maana alikuwa Baitul Maqdis, maana anaelekea mbinguni, lakini sasa hivi amebadilishiwa. Kumbe ilikuwa kwa mtihani. Imam Dhahabi anasema kulikuwa kuna hikma 19 za kubadilishwa al-Kaaba. Tutataja mbili tu. Ya kwanza amesema Imam Dhahabi, kwanza hii ni sharafu lilbaitillahi al-haram, ni utukufu wa kuitukuza ile nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala pale Makkah al-Mukarrama. Huu ni utukufu kuitukuza ile nyumba. Lakini anasema Imam Dhahabi kwamba sasa hekima ya pili kubadilishwa al-Kaaba kupelekwa pale Makkah ilikuwa ni hekima ya kuwapima waumini. Je, kuna ambao watakaomfuata Mtume Muhammad kuwapa mtihani? Kuna ambao watakaomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au wataendelea kukaa na kuendelea na msimamo wao? Allah anasema ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul mimman Muhammad, ukikielekea isipokuwa tunataka tujue mimman yanqalibu ala aqibai, nani ambaye atakayekuacha wewe Muhammad atarudi nyuma, na nani ambaye atakayekutii wewe Muhammad. Wanachuoni wote wamekubaliana kwamba kubadilishwa kwa qibla, tahwilu qibla, kanat fi shahr Shaaban, ilitokea tukio hili ilikuwa ni katika mwezi wa Shaabani, mwezi ambao sisi tupo sasa hivi. Ndugu zangu katika imani, tukio la pili ambalo tunapozungumzia katika zama hizi kwamba mwenye akili ni yule ambaye anafahamu tukufu wa zama alizokuwa. Tukio la pili ni al-irtifa al-amalu ila Allah, ni kunyanyuliwa matendo yetu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja, nyinyi ndugu zangu mnafahamu na ana imani hiyo kwamba sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunapokuwa tunafanya matendo yetu, Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake ameweka utaratibu, kaweka utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, utaratibu wa kwenda kuhesabu haya matendo tunayoyafanya. Allah ameweka utaratibu huo. Wanachoona anasema Allah ameweka utaratibu wa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi katika wiki, lakini katika mwaka Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu wa siku moja kwa mwaka. Siku hiyo haitokei katika siku yoyote, haitokei katika mwezi wowote isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Osama bin Zaid, unamfahamu nyinyi Osama bin Zaid, sahabi al-jalil, saghiri fi sin, mdogo katika miaka, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajafa aliwahi kumpa kuwa ni kamanda wa vita. Osama amekaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamuuliza ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ma arak tasum shahran min ashhur akthar mimma tasumu fi Shaaban. Ya Rasulullah, sijakuona wewe ukifunga Mtume, unafunga sana katika, sijakuona ukifunga sana katika miezi mingine zaidi ya vile ambavyo unavyofunga katika mwezi wa Shaaban, yani katika zile somo za sunna. Mtume katika Shaaban alikuwa akifunga sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa sababu mbili ambazo zinamfanya yeye Mtume afunge sana katika mwezi wa Shaaban. Akamwambia, ya Osama, dhaka shahru, huo mwezi wa Shaaban, dhaka shahru, huo mwezi wa Shaaban, yaghfuru anhu nnas, watu wengi wanausahau, pengine hawajui kabisa, ila watu wanausahau kwamba kuna masuala ya kiibada. Yaghfuru nnasu anhu, watu wanausahau. Kwa sababu gani? Ma baina Rajab wa Ramadhan, kwa sababu ni mwezi ambao uko katikati ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan. Lakini sio hivyo,
subhanahu wa ta'ala. Anamwambia ya Usama, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, mimi ninapendezwa, inanipendeza mimi an yurfa amali, matendo yangu mimi yanyanyuliwe, wa ana saim, hali ya kuwa mimi nimefunga. Napendezwa hivyo sababu mbili ambazo zimemfanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afunge katika mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu katika imani, tunapozungumzia mwezi wa Shaaban tunakusudia hivi. Kuna matukio ambayo leo yanatokea na watu wanaona ya kawaida. As-sualu huna, swali, the question is, swali la kujiuliza hapa ndugu zangu, matendo yetu katika mwezi huu yanapandishwa, yale ya mwaka mzima yanapandishwa, yanakwenda kuhesabiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu yeye anapendezwa matendo yake akiwa anahesabiwa kwa Allah, akutwa akiwa amefunga. Mimi na wewe ndugu yangu, unafanya matendo gani ambayo kwenye mwezi huu wewe ukihesabiwa na Allah, ni matendo gani ambayo unapenda wewe uyafanye ili Mwenyezi Mungu akuonee huruma? Maal asafi shadidi ya ikhwana, kathiru minan nasi minna yuziduna fil maasi fi hadha ash-shahr hatta yaquluna ala annahum yuqdiruna alayhi al-qidr. Watu wengi maskini ya Mungu hawafahamu kwamba huu mwezi ni mwezi wa sisi kuhesabiwa matendo yetu. Hawafahamu. Ndio utakuta mtu maskini ya Mungu, ya Rabbi, ndio anafanya maasi kupitiliza kwa kusema kwamba mwezi wa Ramadhani unakuja, hata ujizuie tena na maasi. Ya hadha ya anta, ewe ndugu yangu, nakuhusia pamoja nijihusie na nafsi yangu, mwezi huu matendo yetu yanahesabiwa kwa Allah. Jizuie na maasi yako. Vipi faili lako leo limekabidhiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaangalia hili ni faili la nani? Ya Rabbi, hili ni faili la mtu fulani. Huyo fulani yuko wapi? Unakuja unaangaliwa faili lako wakati linahesabiwa matendo yako ya mwaka mzima, wakati huo upo katika firashi zina, upo kwenye kitanda cha kuzini. Mtume anasema, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, napendezwa mimi matendo yangu yapelekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mimi nimefunga. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbu rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالكتاب كالشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها وبعد. إخوان، أوصيكم مرة ثانية في هذه الخطبة الثانية بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, mara ya pili katika hutuba hii ya pili, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka amefaulu atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba yetu ndugu zangu inaendelea na anwani ile ile inayosema maneno ya Imam Albani rahimahullahu ta'ala, al-aqil man ya'rif sharafa zamani. Mtu mwenye akili ndugu zangu ni yule ambaye anafahamu utukufu wa zama anazoishi. Ukifahamu utukufu wa zama unazoishi, wa muda unaoishi, wewe unahesabika ni mtu mwenye akili ndugu zangu. Ndugu zangu, katika mwezi huu wa Shaaban, kama tulivyosema kwamba tunapozungumzia mwezi wa Shaaban, yudhakiruna fi kathiri
tukio adhimu kabisa la Allah subhanahu wa ta'ala kutusamehe sisi wote madhambi yetu. Ukiachilia mbali tukio la Mwenyezi Mungu kukusanya mafaili yetu yote kuyapeleka kwake kwenda kuhesabiwa kwa mwaka ni katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa 8, lakini tukio pia la kusamehewa kwa mwaka mzima linatokea katika mwezi wa Shaaban. Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake amechagua siku moja, ndugu zangu, katika mwezi huu wa Shaaban, siku moja tu ambayo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaangalia waja wake kwa huruma, kisha anatusamehe sisi sote. Ndugu zangu, hii ni huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anataka mimi na wewe tuingie peponi. Mtume anatuambia kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba. Nyinyi wote ndugu zangu, wallahi nawaambia mtaingia peponi isipokuwa atakayekataa. Ukatae mwenyewe, lakini Mtume, maadamu wewe ni muumini, wewe ni Muislamu, Mtume amekupa tiketi ya kuingia peponi. Miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya sisi tuingie peponi ni haya matukio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika mwaka mzima. Mwezi wa Shaaban, mwezi wa Muharram, si mwezi wa Ramadhani. Hii yote Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, haridhii muumini au Muislamu kuingia motoni, haridhii. Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala amepokea hadithi kutoka kwa Jabir bin Abdullah, sahabi al-jalil, sahaba mtukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema Jabir alimsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, idha dakhala nisfi al-layl min Sha'ban. Mtume anasema kwamba inapoingia nusu ya usiku katikati ya mwezi wa Shaaban, yattaliu Allahu ila khalqi, Mwenyezi Mungu anawaangalia viumbe vyake vyote kwa huruma. Yani ikiingia ile tarehe 15 Shaaban, leo tuna tarehe 11, leo tuna tarehe 11, ikiingia tarehe 15 Shaaban, yattaliu Allahu ila khalqi, Mwenyezi Mungu anawaangalia waja wake wote kwa huruma, wote. Fayaghfiru Allah, Mwenyezi Mungu anawasamehe wote, ila fitna, isipokuwa watu wa aina mbili. Chunga hapa ndugu yangu, chunga hapa. Mwenyezi Mungu katika tarehe 15 usiku wa tarehe 15 Allah anatusamehe sisi wote Waislamu, sisi wote waumini, isipokuwa watu wa aina mbili. Watu wa aina mbili, Mtume anasema illa al-mushrik wal-mushahid, isipokuwa mtu mshirikina na mtu ambaye alikuwa na ugomvi na mwenzake. Ana ugomvi kati yake yeye na mama yake, ana ugomvi kati yake yeye na kaka yake, ana ugomvi kati yake yeye na dada yake, ana ugomvi kati yake yeye na muumini mwenzake. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika, waacheni hawa, waacheni hata yusliha, mpaka wawe vizuri, mpaka hali zao ziwe nzuri. Ndugu zangu katika imani, hakuna yeyote kati yangu mimi na nyinyi anayependa kusamehewa na Allah katika siku hii. Ewe ndugu yangu ambaye ni mchawi, nakwambia kwa imani kabisa, ushirikina ni mbaya, utapelekea ukose kusamehewa na Allah katika siku hii. Tubia leo, mwambie ya Rabbi,
ala turiduna maghfiratan min Allah, hatutaki msamaha ndugu zangu kwa Allah. Mshirikina na mtu mwenye magomvi, hakuna aibu wewe ndugu yangu ambaye una ugomvi na mke wako. Kaa naye, mwambie mke wangu, hii sio aibu ndugu zangu, sio aibu, hii sio aibu. Mwambie mke wangu, nimekukosea mambo mengi sana, mambo mengi, haina hata haja uhesabu. Mwambie nimekosea kadha, nimekosea kadha, nimekosea kadha, nisamee, tusamehewe siku hii, nisamee. Ewe mwanamke ambaye umefanyiwa mambo mengi na mume wako, msamee mume wako na wewe pia usamehewe. Wewe baba ambaye umemzaa mtoto na unafahamu kwamba ni mtoto wako, hakuna aibu ya kumsamehe mtoto wako. Wallahi, laisa hunaka arun wala aibun, hakuna aibu ya kumsamehe mtoto wako. Si mtoto umemzaa mwenyewe, si mtoto ulikuwa unakaa naye toka mtoto unamjua, unataka ingie motoni. Ndugu zangu katika imani, ana Jaafar, na kuombeni ndugu zangu, kama kuna niliwahi kutoa neno lolote likamuudhi mtu sawa sawa katika sehemu yetu hii au sehemu nyingine, munisamehe ndugu zangu, ili niweze kupata msamaha katika usiku wa tarehe 15 Shaaban. Hakuna aibu ndugu zangu. Nyinyi si mnasoma visa, si mnasoma tarehe, hatuchukui ibra kwa wanawachuoni salafu saleh. Si mnajua nyinyi Imamu Ahmad alichofanyiwa alipokuwa jela? Yule aliyekuwa kimwadhibu Imamu Ahmad, aliyekuwa kimwadhibu Imamu Ahmad wa huwa fi sijn, lamma dakhala Shaaban, ulipoingia mwezi wa Shaaban, anafahamu yule, anafahamu, akaona hapana, siku hii itapita, sitosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kana yadribu dhulman ashwaiyan baghdatan taknimiyah, alikuwa ni mwadhibu kule jela kwa mtezo wa nguvu, kwa sababu alikuwa ni mfanyakazi. Alipokuja kutoka Imamu Ahmad karudi nyumbani, anaumwa na majeraha. Imefika mwezi wa Shaaban, bwana akafikiria sana, akasema hapana, lazima niende nikamwombe msamaha. Yule bwana anaondoka, anaenda kwake Imamu Ahmad, anafika, mtoto wake anafungua mlango. Mnasoma nyinyi tarehe ndugu zangu, kwa nini tusiwe na aibu na watu kama hawa? Mtoto wake anafungua mlango, anamuona faida huwa billadhi kana yuadhibu abahu wa huwa kana fi sijn, anamuona ni yule mtu ambaye alikuwa akimwadhibu baba yake aliyekuwa yuko jela. Fa aghlaqa albab, yule bwana akafunga mlango, kisha anamwambia baba yake, baba, kuna fulani fulani yule alikuwa akijela kule amekuja. Baba akamwambia, lahu albab, hebu mfungulie mlango huyo, mfungulie, hawa ni katika wageni wa Mwenyezi Mungu, mfungulie. Mimi na wewe tungeweza ndugu zangu, mtu amekuadhibu, amekupiga, amekudhalilisha, lakini bado Imamu Ahmad anamwambia mtoto wake, fungua mlango aingie. Yule ameingia, anamwambia, ya Imam, unafahamu nahnu alana fi shahr Shaaban, tupo katika mwezi wa Shaaban, nimekuja nikuombe msamaha. Imamu anamwambia, wallahi, kama katika watu wa kwanza kuwasamehe katika maisha yangu wa dunia yuwapo wengine, basi wa kwanza atakuwa ni wewe. Mtoto wake anashangaa, ajibu kabisa, wewe baba, katika hali hii unamsamehe? Tuambia ya bunayya, mwanangu, wewe ama samita kauli Allah azza wa jalla, hujapata kusikia kauli ya Mwenyezi Mungu aliyosema, waman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah, ala Allah. Yule ambaye atakayesamehe na akafuta, sio kusamehe tu, akafuta kabisa, akasahau, fa ajruhu ala Allah, malipo yake
wa ta'ala. Wallahi, ukimsamehe mtu ambaye unajua kabisa amekudhulumu, kisha ukaweka nia ya Rabbi na msamehe fulani, kuna faida 19 Imam Dhahabi amesema unazipata. Hiyo ni maudhui nyingine kabisa. Nakuombeni msamaha ndugu zangu, ili tuweze kusamehewa wote katika usiku wa Lailatul Nisfu Shaaban. Kisha tuendelee kumtakia rehema kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Allah subhanahu wa ta'ala alisema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Yeah.